Tuko hapa katika mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, katika kata hii ya Chamazi. Hapa panaitwa Saku Mikoroshini. Tuko katika kanisa hili la Life Bridge Pentecost Church Tanzania Nazareti. Hapa pembeni yangu nipo na katibu wa hili kanisa ambaye atajitambulisha. Habari yako kiongozi? Salama kabisa. Jina langu naitwa Revocato Sidalu, ni katibu wa kanisa hili la Life Bridge Pentecost Church ambalo liko hapa Saku Mikoroshini. Asante. Katibu, umesema kwamba wewe ndio katibu hapa. Hebu tuambie basi, hili kanisa nadhani ni sasa leo tunatimiza miezi mitatu. Kabla hapa na utikiaji unakuwa mkubwa, ndio mmeanzisha au kuna maeneo mengine mlitoka mpaka kufika hapa? Karibu. Yaani kweli kuna mahali tulitoka, na hapo tulipotoka tulidumu kwa miaka takriban 18 ama 19, na tarehe 7 ya mwezi wa 9 mwaka huu, siku ya Jumanne, ilikuwa ni siku yetu ya kwanza kuja hapa na kuanza huduma hii ambayo hadi sasa ina mwitikio mzuri. Siku moja ama wanaohudhuria kwenye ibada ni zaidi ya 1000 au 1100, hasa siku za Jumapili. Asante. Katibu, hebu tupe historia fupi ya hili kanisa mpaka linafikia hapa na uitikio wake ni huu, na unawaambiaje wale ambao bado hawajaanza kupata hii huduma katika kanisa lako? Karibu. Ya historia fupi kama nilivyosema, kwa maana ya kanisa la Life Bridge Pentecost Church of Tanzania, leo tarehe 7 mwezi Desemba, ni miezi mitatu kamili. Kabla ya kuwa hapa kuna mahali tulikuwa tukafanya huduma kwa miaka ya kutosha, lakini kwa sababu ambazo Mungu aliziruhusu tuliondoka huko tukaja hapa. Kwa hiyo hapa tumeanza kwa upya, kama unavyoona ni sehemu mpya kabisa, lakini kwa sababu huduma yetu imejengwa kwenye misingi ya neno la Mungu na uweza wa Roho Mtakatifu, watu wamekuwa wakija kwa wingi kwenye ibada ya Jumapili, watu wanakuja kwa wingi kwenye ibada za katikati kama siku ya Jumanne, Alhamisi na siku za mikesha Ijumaa. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, kwa sababu matokeo ambayo yanapatikana kwenye maisha yao, kubadilisha tabia zao, kuokolewa na Mungu anagusa maisha yao. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, ndugu mtangazaji. Ndio maana nimetangulia kusema Jumapili moja tunakuwa na watu kati ya 1000 hadi 1100 wanakuja kubarikiwa kwa neno, kufunguliwa kupitia maombi, na wengine ni watu ambao wanakuja wagonjwa, lakini kwa kutumia neno la Mungu. Kumbuka, hatutumii chochote au kisaidizi chochote, tunatumia neno la Mungu sawa sawa na Mungu mwenyewe amesema kwamba tuombe lolote kwa jina lake. Kwa hiyo watu Mungu anawagusa, ndio maana unaona watu wanamiminika kwa wingi, na wewe mwenyewe umekuwa shahidi siku ya leo. Asante. Katibu Dau, unawaambiaje wale ambao hawajafika katika hii huduma na wanataka kuifikia, lakini hapa eneo hawalifahamu? Toa maelekezo. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kanisa letu lipo Saku Mikoroshini. Huduma yetu ni nzuri, na nikisema nzuri namaanisha kwamba unaweza kumuona askofu, kuwaona wachungaji bure. Unaweza kuja na shida yako kampata mchungaji akakusaidia. Tuko Saku Mikoroshini, njia kubwa inayounganisha Mbagala Rangi Tatu kuelekea maeneo ya Chanika. Kwa mtu ambaye anatokea maeneo ya Rangi Tatu, anapanda mabasi yanayoelekea Mbande au yanayokwenda Kisewe, anashuka kituo kinaitwa Mzambarauni. Hapo Mzambarauni ukishuka, kama unatokea Rangi Tatu, unavuka barabara, mkono wa kulia utaiona barabara ya zege. Ukitembea na hiyo barabara ya zege, moja kwa moja utakuta kuna kiwanja cha mpira, unavuka hapo. Hata ukiulizia sehemu inaitwa JC Garden utakuwa umefika. Lakini kama unatokea maeneo ya Mbande, Kisewe ama Chamazi, utakuja na magari haya ya madaladala au bajaji, lakini ukifika eneo linaitwa Mzambarauni utashuka. Kwa hiyo wewe unatokea Mbande au Kisewe au Chanika, utakuwa umeshuka upande wa kushoto, na usivuke barabara, bali utaiona barabara ya zege nyuma yako kidogo ya hicho kituo, na utaifuata hiyo. Utachukua bajaji shilingi 500, bodaboda shilingi 1000, na ukitembea kwa mguu ni chini ya dakika 10 unakuwa umefika. Eneo hili ni maarufu kama JC Garden, lakini hapa tunapaita Nazareti kwa sababu liko jambo jipya kila siku Mungu anawatendea watu. Mimi nikushukuru katibu, basi tuendelee na ibada. Asante sana. Mungu akubariki.